Wasikilizaji wapendwa, karibu katika jadali letu la habari. Leo tunakuletea taarifa nzito za kiusalama kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako hali ya ulinzi inaendelea kubadilika kwa kasi. Katika mkoa wa Kivu Kaskazini, hususa katika wilaya wa Rutshuru, mapigano makali yameripotiwa kati ya waasi wa M23 na vikosi vya CMC-FDP, yakisababisha hofu kubwa miongoni mwa raia na kuzidisha ukosefu wa utulivu katika maeneo ya Bwisha, Nyabanira, Migunga na Makola. Wakati huo, ripoti ya DW Redaction Francophonie yafichua madai mazito kuhusu askari wa Rwanda waliopoteza maisha yao katika vita vinavyoendelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako familia zao zimedaiwa kulipwa fidia ya franga milioni 2 za Rwanda sawa na euro 1160, huku zikilazimika kukaa kimya juu ya mazingira ya vifo hivyo. Na katika Kivu Kusini, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Radio Okapi yatangaza kurejeshwa kwa udhibiti wa maeneo kadhaa na FARDC baada ya operesheni za kijeshi katika maeneo ya Uvira, Fizi, Mwenga na Kalehe. Serikali yasema lengo ni kulinda raia na kurejesha mamlaka kamili ya dola. Hizi ni miongoni mwa habari kuu tunazokuletea leo. Endelea kuwa nasi kwa maelezo ya kina, sauti za viongozi na maelezo mapya kutoka uwanjani. Tuelekee basi huko Rutshuru ambako imeripotiwa kuwa mashambulizi makali yalitokea kati ya vikosi viwili vyenye silaha, ni kusema M23 na CMC-FDP. Mapigano hayo yalianza tangu siku ya Jumatatu iliyopita katika sheferi ya Bwisha na yameendelea kwa nguvu kubwa hadi siku ya Alhamisi bila kusita. Maeneo yaliyoathiriwa zaidi ni Nyabanira, Miguruka pamoja na Makola, ambako milio ya risasi na silaha nzito ilisikika mara kwa mara, wakati maeneo hayo wamelazimika kujificha majumbani mwao, huku wengi wakikimbia makazi yao kutafuta usalama, hali iliyozidi kuongeza mateso kwa raia wasio na hatia. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa mapigano hayo yamesababisha hali ya hofu na wasiwasi kubwa miongoni mwa wananchi, huku shughuli za kila siku kama vile biashara, kilimo na masomo zikiwa zimesimamishwa kabisa. Wakazi wengi wanaishi katika mazingira magumu bila msaada wa kutosha, ni kusema wanakosa chakula, maji na huduma za kiafya. Watazamaji, wasikilizaji wetu, hali hii mpya ya mapigano inaendelea kuzidisha ukosefu wa utulivu katika eneo la Nord Kivu, eneo ambalo tayari limekumbwa na migogoro ya mara kwa mara kwa miaka kadhaa. Wananchi wanaendelea kuwa na wahanga wakuu wa mapigano katika makundi ya silaha. Hadi sasa hakuna idadi rasmi ya vifo wala majeruhi iliyotolewa, lakini mashuhuda wa eneo hilo wanasema kuwa hasara kubwa za upande zote, huku raia wakibaki katika manyumba yao. Mashirika ya kiraia katika Rutshuru yanatoa wito kwa mamlaka husika pamoja na jamii ya kimataifa kuchukua hatua za haraka ili kulinda raia na kurejesha amani ya kudumu katika eneo hilo. Kwa sasa hali bado ni tete na ya kutia wasiwasi, huku wakaaji wakisubiri kwa hofu iwapo mapigano yataendelea au yatachukua mwelekeo mpya. Hizo zilikuwa ni habari za huko Rutshuru ndani ya sheferi ya Bwisha. Acha basi tuelekee huko Rwanda ambako vilio vinatisha na watu wameambiwa wasifanye vilio hivyo. Kwa mujibu wa makala iliyochapishwa na DW idhaa ya Kijerumani kupitia uhariri wake wa Kifaransa, imefichuliwa kuwa askari wa Rwanda anayepoteza maisha yake katika mapigano yanayoendelea nchini DRC hugharimu serikali ya Rwanda kiasi cha faranga milioni 2 za Rwanda sawa na
euro 1160 kama fidia kwa familia hiyo. Kwa mujibu wa shuhuda uliokusanywa na DW, familia za wanajeshi hao zinaendelea kuwa kulazimika kukaa kimya juu ya mazingira ya kifo cha wapendwa wao, hali ambayo inawanyima haki ya kuomboleza hadharani kwa heshima inayostahili. Kwa mmoja wa mashuhuda alinukuliwa akisema, na tunanukuu hivi maneno yake: "Ninafikiri serikali ya Rwanda inapaswa kuruhusu familia kuomboleza wapendwa wao kwa heshima, lakini bado kuna hofu, hasa kuhusu usalama wetu, kwa sababu tunalazimika kukaa kimya juu ya jambo lenye maumivu makubwa kama kupoteza mpendwa. Hali hii inaweza hata kusababisha msongo wa mawazo na majeraha ya kisaikolojia." Hiyo ilikuwa ni maneno ya mtu fulani aliyenukuliwa. Mashuhuda hao wanaeleza kuwa kama aina ya fidia au faraja, serikali ya Rwanda huwalipa familia hizo malipo ya faranga milioni 2 za Rwanda, kwa kiasi ambacho kinalinganishwa na euro 1160. Hata hivyo, familia kadhaa zinasema kuwa hakuna fedha inayoweza kufidia maisha ya binadamu, hasa pale ambapo familia inanyimwa haki ya kusema ukweli na kuomboleza waziwazi. Wasikilizaji, taarifa hii inazidi kuzua maswali mazito kuhusu hatari za kibinadamu za vita, sio tu kwa raia wa DRC bali pia kwa familia za wanajeshi wanaohusika moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja katika mgogoro huu. Wachambulizi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa ukimya wa kulazimishwa pamoja na hofu ya usalama unaweza kuacha majeraha ya kudumu ya kisaikolojia kwa familia husika na jamii kwa ujumla. Hadi sasa serikali ya Rwanda haijatoa tamko rasmi kujibu madai haya kama yalivyochapishwa na DW. Wakati huo huo, jamii ya kimataifa inaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya vita ya M23 na athari zake kwa usalama wa kikanda. Tuelekee basi huko Kinshasa, ambako serikali ya DRC imetangaza kurejeshwa kwa udhibiti wa maeneo kadhaa ya Sud Kivu na jeshi la kitaifa la FARDC kufuatia operation za kijeshi zilizoendelea katika siku za karibuni dhidi ya makundi yenye silaha. Kwa mujibu wa Radio Okapi, mamlaka ya serikali inathibitisha kuwa FARDC inafanikiwa kurejesha udhibiti wa majeshi ya maeneo kadhaa, yakiwemo baadhi ya maeneo katika maeneo ya Uvira, Fizi, Mwenga pamoja na sehemu kadhaa za Kalehe, ambako hapo awali yalikuwa chini ya vitisho au uwepo wa makundi yenye silaha. Ukizungumza kuhusu maendeleo hayo, kiongozi wa jeshi wa FARDC katika Sud Kivu alinukuliwa akisema, "Vikosi vyetu vinafanikiwa kurejesha udhibiti wa maeneo muhimu ya kimkakati. Lengo letu kuu ni kulinda raia na kurejesha mamlaka kamili ya serikali katika maeneo yote." Hiyo ilikuwa ni maneno ya mkuu huyo. Na kwa upande wake, mwakilishi wa serikali ya kitaifa akizungumza kwa Radio Okapi alisema hivi: "Serikali inapongeza ujasiri wa FARDC. Haya ni matokeo ya mipango madhubuti ya kiusalama na dhamiri ya kurejesha amani ya kudumu katika Sud Kivu." Wasikilizaji wapendwa, wakaaji wa eneo yaliyorejeshwa wameripoti hali ya utulivu, tahadhari, na huku baadhi ya familia zikianza kurejea makao yao baada ya miezi ya hofu na kuhama makazi yao. Hata hivyo, mamlaka zinazokuwa za kiusalama zinaimarishwa na operation za kusafisha maeneo inaendelea. Mmoja wa viongozi wa kijamii katika eneo la Uvira alinukuliwa akisema, "Tunashukuru kurejea kwa FARDC. Hata hivyo, tunaomba ulinzi wa kudumu ili raia wasirudie tena kuteseka." Serikali inawapa wananchi kushirikiana na vyombo vya usalama kutoka
kutoa taarifa za makundi yenye silaha na kuepuka kusambaza uvumi unaoweza kuleta hofu. Kwa sasa FARDC inaendelea kuimarisha nafasi zake katika maeneo yaliyorejeshwa, huku serikali ikisisitiza kuwa jitihada za kurejesha amani Sud Kivu zinaendelea bila kusita. Mfuatiliaji na msikilizaji wetu mpendwa, tunakuomba usiondoke, endelea kuwa nasi kwa kipindi chenye kufuata na habari za kila siku. Karibu